Mtazamaji wa Kipepeo Digital, karibuni sana katika kipindi chetu cha Bahasha Mkononi. Kwa mara nyingine tena leo nimefanikiwa kufika katika shule ya Legend Pre and Primary School inayopatikana jiji la Dar es Salaam, manispaa ya Ubungo, kata ya Goba, mtaa wa Kinzudi. Nimejaribu kuzungumza na mwalimu mkuu ambako leo kizingatia leo shule zimefungwa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026. Nimejaribu kuzungumza na mwalimu mkuu. Tumsikilize mwalimu mkuu alichokizungumza. Kwa majina naitwa Anita Filini Malimali. Mimi ni mkuu wa shule ya awali na msingi Legend. Shule inapatikana jijini Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, kata ya Goba, mtaa wa Kinzudi. Kwa urahisi zaidi inapatikana Mbezi Beach, Salasala kwa Barikiwe, ndipo shule inapopatikana. Shule yetu ina darasa la kwanza mpaka la 7, lakini pia tuna awali ambako tunasema ni kwamba baby class, middle na pre-unity. Hivyo tunapokea watoto wa awali pamoja na msingi. Shule ni ya kutwa na bweni. Pia shule inapokea wanafunzi wa jinsia zote mbili, wasichana na wavulana, pia na dini zote, Waislamu na Wakristo. Shule yetu ina usalama wa kutosha, ina pia walimu wa kutosha na wafanyakazi wa kutosha. Pia shule yetu ina ada nafuu sana, na ada hiyo inalipwa kwa awamu 4. Yaani mwezi wa kwanza mpaka wa 4, wa 4 mpaka wa 6, wa 6 mpaka wa 9 na wa 9 mpaka wa 12. Pia tuna punguzo kubwa kwa mtoto wa pili ambako ni 10%, pia na kwa mtoto wa tatu ambako ni 15%. Asante sana mtazamaji, bila shaka umeweza kusikiliza utambulisho wa hiyo shule na inapatikana wapi. Lakini vile vile nadhani ungetamani kufahamu vitu gani vya tofauti ambavyo vinapatikana kwenye hii shule ya Legend Pre and Primary School. Shuleni hapa Legend, kwanza kabisa nipende kukujuza tuna lugha ya kigeni ambayo ni Kifaransa. In our school, Legend Pre and Primary School, apart from other subjects, we also learn French. Example, the first topic in French language, c'est présenter, self-introduction. Bonjour, je m'appelle Linus Wanka, j'ai 12 ans, j'habite à Salasala, j'étudie à l'école de primaire de Lijan, je suis tanzanienne. Je t'aime beaucoup, merci. Bienvenue à l'école de Lijan, au revoir. Watoto wanasoma Kifaransa, lakini pia tuna chumba cha tehama ambako kuanzia watoto wa pre-unity mpaka darasa la 7 wanaweza kusoma kwa kutumia kompyuta. Legend Pre and Primary School have improved in ICT tools. ICT tools are used for learning, for example, subjects like science and geography. ICT tools are used if you want to see the ICT tools, you see the picture, and if you want to hear the sound you can see it. If you want. Lakini pia tuna projector ambako kulingana na kukua kwa kasi sana kwenye swala la science na technology, watoto wanaweza kusoma kwa projector. Sasa watoto walimu wanaweza kaunganisha projector na kusoma kwa kutumia projector. Lakini pia tuna vitu vingi tofauti kabisa kwenye swala la michezo. Tuna school bonanza, tuna mashindano ya spelling kwa ajili ya watoto, tuna vitu vingi, tuna school tour. Kwa mfano kama mwaka huu wanafunzi wameweza kwenda Fun City ambao ni wa awali, lakini pia mwaka huu tunategemea kwenda Tanga Amboni ili wanafunzi waweze kujifunza zaidi kwa vitendo. Kwa hiyo shule yetu ina mambo mengi ambayo ni ya tofauti kabisa, ambako hutojuta mtoto wako akifika hapa shuleni Legend. Usalama hapa shuleni upo wa kutosha kabisa. Kama ulivyoona getini kuna walinzi. Pia shule kama shule ina ukuta, shule nzima imezungushiwa ukuta kwa ajili ya usalama wa watoto wasiweze kutoka na kuingia bila utaratibu. Pia shule kulingana na teknolojia na science tumefunga kamera madarasa yote, ofisini, kwenye corridor za vyoo na mazingira yote kwa ujumla ya shule zimefungwa CCTV kamera. Pia hata kwenye magari pia kuna CCTV kamera, na hizo CCTV kamera anazicontrol. Kuna mfanyakazi mmoja ambaye anazicontrol na muda wote anakuepo kwenye chumba maalum kwa ajili ya kuangalia nani anayetoka, nani anayeingia.
ili kuhakikisha usalama wa shule muda wote upo. Hivyo kwenye swala la usalama kwa watoto, usalama upo wa shaka. Mweza kumsikiliza. Na vipi kuhusu mwalimu mkuu? Vipi mwalimu mkuu kuhusu nafasi, kama mtu anataka kumhamisha mtoto kumleta katika shule hii hapa Regent Pre and Primary School, hali ikoje? Nipende kukujuza kwamba nafasi za kuhamia bado zipo, lakini ni chache kwa madarasa la 3, la 5, la 6 na la kwanza, pia na kwa madarasa ya awali baby mpaka pre-unity. Nafasi bado zipo, lakini ni chache. Kwa ada nafuu na kwa punguzo, karibuni wanaweza wakaja tukaongea na tukawapokea watoto vizuri kabisa wakaendelea na masomo. Lakini pia kwa wale wanafunzi ambao bado tupo nao, wazazi wametuamini, tunaomba wazazi waendelee kutuamini kabisa. Tuko vizuri, tumejipanga vizuri kabisa, tumeshajiandaa vya kutosha kwa ajili ya watoto hawa tuweze kuwahudumia zaidi na waweze kupata kilicho bora zaidi ambacho wazazi wao wanatamani na wangependa wakipata hapa shuleni. Tumejipanga, tuna timu nzuri kabisa kwa ajili ya kuandaa watoto hao zaidi na zaidi. Kwa upande wake mtaaluma wa shule hii naye aliweza kuzungumza. Kwa majina naitwa Mwalimu Kilinda TM. Mimi ni mwalimu wa taaluma katika shule ya msingi na awali ya Legend. Ndugu wazazi na walezi na wanajumuiya wa Legend kwa ujumla, napenda kuwashukuru kwa jinsi au kwa namna mnavyotuwakilisha na kwa namna mnavyotusapoti katika kuendesha hili gurudumu la kutoa huduma ya kishule. Shule yetu ya Legend ina matokeo mazuri kwa miaka 5 mfululizo, hasa kwa darasa la 7 na darasa la 4, maana tumekuwa tukipata wastani wa A kwa kila mwaka, lakini pia mara nyingi kwa darasa la 4 tumekuwa tukipata wastani wa A. Lakini pia ufaulu wa ndani, yani mitihani inayofanyika ya ndani, ikiwa namaanisha mitihani ya mwezi. Shuleni kwetu tuna program maalum tunazoziendesha ambazo ziko chini ya ofisi ya taaluma. Moja, tunaendesha program ya kukagua kazi za watoto kila asubuhi. Kwa hiyo mtoto anapoingia school bus inavyomshusha, mara nyingi tunaanza kukagua daftari moja ya kazi alizopewa. Lakini baada ya kumaliza kukagua daftari kazi zake alizopewa, tunaenda kwenye program ya pili ambayo inaitwa reading program, ambayo inamsaidia mtoto kuwa na uwezo wa kusoma vitabu tofauti, kuwa na uwezo wa kujibu maswali tofauti. Mitihani ya robo muhula, mitihani ya nusu muhula na mitihani ya kumaliza mwaka, shule yetu imekuwa ikifaulisha kwa wastani wa A. Wote Waswahili wanasema kizuri kinajiuza, lakini kibaya kinajitembeza. Ningetamani kufahamu kwako mwalimu mkuu, vipi sekondari jirani zinazungumziaje hii shule ya Legend Pre and Primary School? Ndugu mtangazaji, shule yetu tumekuwa na bahati moja kwa sababu tumezungukwa na shule za sekondari ambazo tunasema ni giant school. Mfano ukiongelea kama Marian, ukiongelea kama Kanosa, ukiongelea kama Fedha Boys na Fedha Girls, ukiongelea Shamse, ukiongelea Hames. Hivyo hizi shule zote kubwa mara nyingi zimekuwa zikija hapa shuleni na kutuletea mitihani, na baadaye tukishafanya watoto wanafaulu, wanaenda kwenye hizo shule. Wazazi watakuwa ni mabalozi wazuri. Tuna wanafunzi tumewapeleka pale Fedha, kuna wanafunzi tumepeleka Kanosa, kuna wanafunzi tumepeleka Marian na shule nyinginezo nyingi. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kwa kweli tunawashukuru wazazi kwa sababu wametuamini na sisi hatutaki kuwaangusha wazazi. Kwa hiyo hawa watoto pia tunawategemea wa mwaka huu ambao tunao wa darasa la 7. Tayari shule zimeanza kuweka oda kwa ajili ya kuleta wa mitihani ili mwaka 2027 waweze kujiunga kwenye hizo shule zao binafsi. Neno langu ni washukuru wazazi na walezi, lakini pia ni washukuru wadau wote wa elimu
pia tuzidi kushirikiana kwa pamoja, kwa sababu tunahitaji kufikisha ndoto za hawa watoto, ndoto za hawa vijana, ili na wao waweze kuchukua elimu iliyo bora na baadaye waweze kuwa watu wakubwa ndani ya nchi hii. Hivyo ninaomba tuzidi kushirikiana na shule ya Legend Primary School ili kuweza kufikisha ndoto za hawa vijana. Asante. Asante sana, bila shaka umeweza kumsikiliza mwalimu mkuu, na kufikia hapo sina la ziada. Ulikuwa nami, naitwa Elijah Felix Beyeza, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi na hii ni Kipepeo Digital. Hadi siku nyingine, na kuomba iwe mzazi mlete mwanao katika shule ya Pre and Primary School Legend. Namba za simu hizo hapo zinapita, unaweza ukapiga, bila shaka mweza kusikiliza vitu. Legend School, we have a safe security. For example,